Nilikutana na kijana mmoja msomi ambaye alikuwa na shida ya kuelewa upendo kama unavyofundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo, kama tulivyosikia katika Injili ya leo. Huyu kijana alitumia mfano wa love at first sight kujieleza. Aliniambia hivi: mvulana anaweza akamwona msichana akampenda hapo hapo bila kuwa na sababu yoyote. Na hii yeye akadai kwamba ni ushahidi, ni proof kwamba upendo ni mvuto unaotoka ndani ya mtu. It's a feeling, aliniambia. Na kwa kuwa ni feeling, kwa kuwa ni hisia, mtu hawezi kuutawala wala kuupinga. Akamalizia kwa kuniuliza swali: kuwaje basi Kristo awaagize watu wapendane wakati upendo ni kitu kinachojitokeza chenyewe kutoka ndani? It's a feeling. Sisi wapenda sana ndugu zangu, na kwa maana pekee vijana, mko wengi, upendo wa kweli sio hisia. It is not feelings. It is not. Tukilinganisha upendo na hisia, hiyo hisia itakapokuwa haipo, itakapokauka, na upendo utaisha. Na ndicho tunachoshuhudia katika ndoa nyingi za vijana siku hizi. Wanaoana kwa mvuto, kwa hisia, kwa feelings, na zinapoondoka hizo feelings unakuwa ndio mwisho wa ndoa. Sasa tujiulize swali: upendo wa kweli ni nini? Upendo wa kweli ni tofauti na wajibu wa kifamilia ambapo mmoja anapendwa au kusaidiwa kwa sababu ni mwanafamilia, kwa sababu ana damu ile ile. Anapendwa kwa sababu ni baba, anapendwa kwa sababu ni mama, anapendwa kwa sababu ni kaka, ni dada, ni mtoto na kadhalika. Hii ni sehemu ya upendo tu, lakini upendo wote hapo haupo bado. Wala upendo wa kweli ni tofauti na upendo wa marafiki. Wote mna marafiki, lakini upendo wa yule rafiki yako sio kamili kwa sababu una manufaa yake. Unampenda huyo unayempenda kwa sababu anakusaidia, anakupa chochote, anakushauri labda, au anakupa company. Kwa hiyo una kitu fulani unafaidi kwa uwepo wake. Sasa upendo wa kimungu ni tofauti na utoaji wa msaada. Kuna watu wanachangia, wanasikia kuna harambee, anasimama mtu mmoja anasema okay, nitatoa milioni 100, nitatoa shilingi ngapi? Sasa utoaji wa namna hiyo nao unakuaga na kasoro zake, kwa sababu wakati mwingine mtu anatoa ili apate sifa, ajulikane, ajiwekee jina, atangaze biashara yake na hivyo. Sasa asubuhi hii naomba tuchambue upendo wa kweli usiokuwa na lolote ndani yake ukoje. Ni uamuzi wa ndani. It's an act of the will, chini ya msukumo wa Roho Mtakatifu. It is a commitment to act for the benefit of another, no matter how we feel about that individual. Unampenda na kufanya unaloweza kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nukta. Huo ndio upendo. Upendo sawa sawa. Kifupi, ni uwezo wa kumpenda mwingine bila kutawaliwa na vionjo vyovyote vile. Wapendwa sana ndugu zangu, na kwa namna pekee vijana, nilinganishe upendo wa Mungu na nini katika maisha. Umuhimu wake ni kama nini?
Nyewe watoto wa shule kwa wengi hapa Misericordia, leo mtapewa pilau, najua sikukuu. Sawa Hivi unaweza kupika pilau bila mchele? Eti nyewe wanafunzi, unaweza kupika bila mchele? Ukachukua mahindi ukasema unapika pilau au maharage Kwa hiyo upendo ni ingredient muhimu kabisa katika maisha, kama vile mchele ni ingredient, ni kitu muhimu kabisa katika kupika pilau, si ndio? Kwa hiyo kwa maisha, ili yastahili kuitwa ya Kikristo, lazima yatawaliwe na upendo wa Kristo, upendo wa kimungu usiokuwa na lolote la ziada. Love is the soul of life. Love is the ingredient of life. Kwa kutambua umuhimu huo, masista wa Misericordia leo wamependa sikukuu ya leo ipambwe na yale masomo ya upendo mliosikia, na ipambwe na nyimbo nzuri za upendo ambazo mmesikia na mtazisikia. Namba kwanza, tuanze kwa kuwapongeza. Hongereni masista upendo, hongereni masista huruma, hongereni masista Misericordia. Na upendo anaolenga ndio huo. Kwa kifo chake Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, alidhihirisha upendo wa kweli kwetu, upendo usio na kikomo. Tena anaendelea hadi leo kutupenda. Kristo huyo anatutunza, anatusamehe bila kujali tumemkosea kiasi gani. Hivyo Jesus continues to love us, to care for us, to comfort us. He continues to aid the poor. He wipes the tears of widows and orphans. However, Jesus does not present his love as a model to be imitated, but as a life that must continue in us, we, his followers. Kuna mwanadamu mwenzetu mmoja ambaye amefanikiwa sana kuendeleza upendo huo jinsi Yesu alivyoagiza. Huyo sio mwingine bali na mama yetu mpendwa sana, Sister Vincenza Maria Poloni, mtakatifu mpya kabisa, ambaye dunia imeona, kanisa limeona, limuinue pale juu, tumtazame awe mfano halisi wa upendo Mungu anavyotambua. Shamba la darasa la upendo, Sister Maria Vincenza Poloni. Makofi mengi kwa sister.